ni yatima, alikuwa hana baba, hana mama, na akalelewa na mjomba wake Mordekai. Akalelewa na mjomba wake Mordekai. Mimi sio mwalimu, natoa introduction. Mwalimu yupo serious. Naona watu wanajiandaa kuandika. Mwalimu yupo amejiandaa. Sawa? Naomba tu nisikilize haya nayoongea. Kama utaandika ataandika machache. Esther alikuwa ni yatima, binti ambaye alichukua Israeli, alitekwa akapelekwa kwenye nchi ya Babeli. Alikuwa amepoteza baba, amepoteza mama, akalelewa na binti na mjomba wake Mordekai. Na Biblia inasema kwamba Esther alikuwa anamsikiliza mjomba wake sana. Kila maelekezo ambayo alikuwa anapewa na mjomba wake alikuwa anayafuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kila alichokuwa mjomba wake anamwambia hakubisha, hakupinga, aliamua kuitekeleza. Amen. Na hatimaye Esther akawa malkia katika nchi ya ugeni, katika nchi ambayo sio yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini alikuwa anafuata maelekezo. Hata alipokuwa malkia bado alikuwa anafuata maelekezo ya nani? Ya mjomba wake Mordekai. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unaweza kuona kwamba Esther alikuwa ni mtu wa namna gani wakati akiwa chini. Amen. Na alikuwa mtu wa namna gani alipoinuliwa na Mungu akawa malkia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katikati hapa, kabla ya kuwa malkia, kuna mambo ambayo Esther aliyezingatia. Sasa ndiyo hayo ambayo tunajifunza mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi bila kupoteza muda nimkaribishe mwalimu. Yeye ni mwalimu mzuri sana 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 ambaye Mungu anamtumia, na licha tu ya kwamba anatumika kwenye upande wa Mungu, pia ni mwalimu kwa upande wa serikali. Amezunguka Tanzania nzima kutoa elimu. Ni professional, sio kwamba ni mwalimu ambaye anafundisha tu Biblia. Anafundisha, ni mwalimu kabisa ambaye ameandaliwa, amekaa nje ya nchi zaidi ya miezi kadhaa kwa ajili ya kujifunza, ili kuja kutoa elimu hiyo ambayo sisi tutaipata. Na uzuri kwamba ameokoka na anampenda Yesu. Amen. Amen. Basi bila kupoteza muda, naomba nimkaribishe aweze kuendelea, na wakati anakuja naomba tumpigie makofi kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, mabinti wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kufika kwako mahali hapa sio bure. Mungu ana mpango na makusudi, ana makusudi na ana mpango na maisha yako. Amen. Kama mchungaji alivyosema, tunaandaliwa kuwa malkia wa baadaye. Mimi ni malkia wa familia yangu. Amina. Amen. Mimi ni malkia wa familia yangu. Kwa hiyo tutajaribu kujifunza mambo ambayo kama binti anatakiwa aenende nayo ili awe na mwisho mzuri. Amina. Mimi hapa kwa majina yangu naitwa Nisubiri Njera. Nimeokoka, ninampenda Yesu, ni mwenyekiti msaidizi wa wamama pale Kilopiti Tegeta. Na pia nina mume mmoja na nina watoto watatu. Mtoto wangu wa kwanza anaitwa Rebeka, wa pili anaitwa Rubeni, wa tatu anaitwa Raheli. Amina. Amen. Kama mchungaji alivyosema, Mungu ananitumia, ni mwajiriwa wa serikali, pia ni msomi, niliokoka. Amen. Sio kusema kwamba ukijiona wewe uko hivi unaona labda ili niwe msomi au niwe nini lazima yani walokole sio wasomi, sio kweli. Mimi nimeokoka na ni msomi mzuri kama mchungaji alivyosema. Mungu amenitumia kupitia elimu yangu hiyo hiyo. Nimejaliwa kukaa sehemu mbalimbali za Tanzania na nje ya Tanzania, sio nchi moja, nchi nyingi tu. Kwa hiyo nimejifunza utamaduni wa kule, naona kule watu wanavyofanya, lakini huwezi kusahau ya kweli. Amen. Leo tutakwenda kuona mambo mengi mazuri ambayo yatatufaa tukiyazingatia
ambayo yatatufanya tuwe malkia wa baadaye na sio malkia wa baadaye. Manake unajua malkia, yaani unajua tabia fulani ya baadaye inaanza kuonekana, haiji tu, inaanza kuonekana. Sasa nataka tuje tuishi yale maisha, nataka tuishi maisha tukitoka hapa baada ya somo hili au baada ya semina hii, tukiyaishi haya maisha, hakika jamii, kanisa na Mungu mwenyewe atatuheshimu. Amina. Sijui mtakuwa na Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanasoma? Wangapi ni wanafunzi? Tunyoshe mikono. Wangapi ni wanafunzi? Mko shule ya msingi, sekondari? Mko sekondari. Wangapi hawasomi, wanafanya tu shughuli zao? Amen. Lakini wote ni mabinti. Amina. Sasa leo tutakwenda kujifunza tu kwa kifupi. Tutakuwa na utangulizi, maana ya ubinti, thamani ya ubinti, mambo muhimu ya kuzingatia uwapo binti, mambo yasiyofaa, nini cha kufanya ili uendelee kuwa binti, na majadiliano. Amina. Baadaye tutajadiliana na ikiwezekana tutamuomba Mungu, tutaweka nadhiri. Nilikuwa na share na rafiki yangu mmoja, yeye anaitwa Doris. Doris yeye alisoma shule ya masista, mama yake alikuwa na uwezo, akawa anampeleka shule za nje ya nchi anasoma, na baadaye degree yake alisoma South Africa, lakini ni dada ambaye ameokoka, anampenda Yesu. Kwa hiyo tulikuwa tunaongea, sijui tulikuwa tunaongea masuala gani ya kuhusu mabinti na nini. Kulikuwa na klipu moja nilikuwa naisikiliza, ile klipu mwanafunzi wa shule ya msingi alikuwa anasoma, kulikuwa na mwalimu, sijui mwalimu mkuu yule au mwalimu wa kawaida, akawa anamtishia wanafunzi waliofanya mtihani juzi, akawa anamtishia, anamwambia kwamba wewe lazima nifanye mapenzi na wewe, usipokuwa mpenzi wangu nitakufelisha. Lakini kama ukijua sio yaani unapokaa katika dawati lako la mtihani mwalimu anakuwa hayupo, lakini ni ile hofu. Lakini yule binti kwa sababu hakupenda lile neno na hakuipenda ile dhambi, akaenda kushtaki katika vyombo vinavyohusika. Alipoenda kushtaki, yule mwalimu akamwekea mtego. Walipomwekea mtego, sasa yule binti ndio darasa 7, sijui kama aliokoka au hakuokoka, lakini alikuwa, ina maana hadi kitendo kile alichokifanya alikuwa na hofu ya Mungu. Wakaweka mtego mpaka TAKUKURU na wapi na wapi. Kuna siku yule mwalimu akawa wana semina nje ya eneo lao kidogo. Kwa hiyo semina ni sehemu ya kusafiri na wanaenda kulala. Kwa hiyo huku binti alikuwa tayari amesuka mpango. Alishawaambia wazazi wake, wazazi wakaenda katika sehemu zinazohusika zote za kisheria, wakasema sawa, ili tuthibitishe lazima tumkamate. Kwa hiyo yule mwalimu akapata semina, akaaga pale shuleni. Ni kweli alikuwa na semina, akaenda kwenye semina. Alipofika darasani pale kwenye semina, akaaga, akawaambia mimi natoka kidogo. Alipotoka kidogo, kumbe alikuwa ameshamwandaa yule binti kule kwamba wewe atakuja kukuchukua mtu wa bodaboda. Akija kukuchukua mtu wa bodaboda, utavaa, naomba, kwa sababu yule binti hana simu, akamwambia naomba uvae sweta jekundu. Yule binti akavaa sweta jekundu. Kwa hiyo yule alipofika kule, ni mbali kidogo kama kilomita kadhaa, lakini mtu kwa bodaboda inaweza ikawa shilingi 5,000 6,000. Kwa sababu hiyo wilaya iliyotajwa naifahamu, iko Mbeya. Kwa hiyo alipofika pale hotelini, yeye yule akamtuma mtu wa bodaboda, yule mwalimu akawa ameaga kule kwenye semina, akatoka, akawaacha walimu wenzao wanaendelea na masomo, akaja. Alipokuja, akafika akatafuta hoteli, alipotafuta hoteli akamwambia mhudumu, wao nataka chumba, wakawa wamechukua. Kwa hiyo baadaye akamtuma wa bodaboda aende akamfuate yule binti. Nenda sehemu fulani utamkuta binti amevaa sweta jekundu. Kwa hiyo yule binti yule bodaboda akaenda akamchukua yule binti, akaja. Yule mwalimu asijue yule binti naye ameandaliwa.
Alipofika na maafisa wa TAKUKURU, kwa sababu ilikuwa ni wanasema rushwa ya ngono, maafisa wa TAKUKURU wakaja. Walipofika wakawa wanangojea sasa ule mtego uende vizuri. Kwa hiyo yule akafika na bodaboda. Alipofika na bodaboda, yule mwalimu akampokea yule binti. Alipompokea akamuuliza umekula? Binti akasema mimi sijala. Akaenda akanunua chipsi na mayai. Aliponunua chipsi na mayai akamletea. Alipomletea akafunga mlango, akawa yule binti kwanza anaanza kula. Kwanza kula pale pale maafisa wakaja. Wakamkamata, ukawa ni nini? Uthibitisho. Kwa hiyo yule mwalimu yuko chini ya sheria. Nimesema hivi kwa sababu gani? Hatutakiwi kuwa waoga katika dhambi. Amen. Utakiwi kuwa muoga katika dhambi, unatakiwa uwe jasiri. Kama yule binti alivyochukua ujasiri wa kusema. Najua mwingine anaweza akapewa hivyo akawa muoga akaamua kuanguka katika dhambi. Lakini yule binti ni mdogo wa darasa 7 na mtihani juzi amefanya. Na alisema mwalimu alisema ananitishia hivi na hivi. Kwa hiyo tuangalie mazingira wakati mwingine huko tunayo yapitia. Amina. Kwa Mungu yupo, Mungu ndo anayetufaulisha na Mungu ndo anayefanya kila kitu. Amen. Sasa tutakwenda kuangalia kitabu katika kwanza tuone maana ya binti. Binti ni mtoto wa kike. Amen. Tunawaita tu na binti yangu na msichana wangu. Ni mtoto wa kike ambaye amefikia umri wa kupevuka. Amina. Ni mtoto wa kike ambaye amefikia au yuko katika umri wa kupevuka. Yaani tunapoongelea kupevuka ina maana amekuwa kimwili. Amekuwa kimwili. Ni yule ambaye tayari ameshaanza kuona na siku zake. Yule ndio tunamuita binti. Anaweza kuona siku zake, kama mwingine tayari kifua kimeshaanza kuwa na matiti. Kwa hiyo huyo tunamuita nani? Tunasema huyu ni binti. Kwa hiyo binti mara nyingi anakuwa akishafikia katika ubinti unakuwa kama ua fulani hivi. Kama ua. Si unajua unamwagilia linakuwa likifika wakati linaanza kuchanua. Amen. Sasa katika kuchanua ndio sawa na mwanamke. Anaanza mtoto mdogo, anafika wakati anachanua. Amen. Sasa akichanua, anapochanua kila mtu anamwangalia. Hata ukienda kwa mtu ukiona ua limechanua, unalipendea jamani ua lako hili zuri. Ua hili sijui nini na nini, atakusimia hili ua bwana. Tangu mwaka jana sijui nimelipanda na miezi 3 nilitoa sehemu fulani na nini. Lakini lingekuwa liko tu shagarabagara hata uliangalia. Tena wakati mwingine unaweza ukatamani hata ukafanya nini? Ukakata kiua. Amen. Kwa hiyo kadhalika na mwanamke naye hivyo hivyo. Anaanza anakuwa mdogo, anafikia umri wakati anachanua, akishachanua anaenda mpaka anafikia kuwa mama na utu uzima na uzee. Kwa hiyo huyo ni nani? Ni binti. Sasa huwa tumeliona lenyewe likichanua linapendeza. Tuna kuna mengine yanatoa hadi harufu. Amen. Yanatoa hadi harufu. Yaani harufu tu, unaweza kukuta mengine harufu jioni, mengine harufu usiku. Sasa ukiona kuna harufu unajua kuna maua yamefanya nini? Yamechanua. Ua ambalo halijachanua haliwezi kuwa na harufu wala nini. Lakini sasa thamani ya huyu binti ambaye alichanua, sasa tuchukulie hilo ua, sasa ndio tumchukulie kama binti. Yeye anatakiwa aweje ili tujue sasa naye anavutia. Amen. Naye anavutia, jamii inamuona, kanisa linamuona, yani labda wazazi wanamuona. Amen. Utamuona kwanza binti, ambapo thamani ya binti, sasa tunaposema umeshakuwa binti, thamani yako kwanza ipo katika kumtumikia Mungu. Amen. Kumcha Mungu. Amina. Ukitaka uwe na usichana mzuri, ukitaka uwe binti mzuri, thamani yako kwanza ipo katika kufanya nini? Kumtumikia Mungu. Au iko katika kumcha Mungu, iko katika kuamini Mungu. Tunaelewana? Tunaelewana? Anayenielewa anyoshe mkono. Amen. Kwa hiyo
ukimtumikia Mungu kuna mambo mengi mengi mengi, kwanza utaepukana nayo. Kuna vishawishi vingi utaepukana navyo. Kuna vitu vingine ambavyo Roho Mtakatifu atakutenga navyo. Amina. Kwa sababu sisi tuliokoka tunaongozwa na Roho. Kwa hiyo Roho Mtakatifu atakwambia hiki cha kufanya au hiki usifanye. Amina. Ili grupu nenda nalo, ili usiende nalo. Amina. Thamani nyingine ya binti ni kujiheshimu na kuwaheshimu wengine. Tunaona hapa mchungaji amesema jinsi Esther alipokuwa na heshima. Alikuwa ni binti yatima, lakini alikuwa na heshima kwa kina nani? Alikuwa na heshima kwa wale waliomlea na kwa wale wajomba zake. Amen. Kwa hiyo binti, kitu kingine ni kuwa na heshima na kuheshimu wengine. Usipokuwa na heshima, thamani ya ubinti inakuwa haipo. Kama huwa disposal na thamani, mtu mwingine anaweza kalitoa kaliweka pembeni. Au akiona ua lake Lea alichanui, la mwenzie linachanua, si analitoa lina haja gani? Kwa sababu alikuwa anataka ua lifanye hivi. Sasa na binti naye, ili awe na thamani katika jamii, lazima awe na heshima. Yaani tunapoongelea heshima ni mwenendo wote kwa ujumla. Yaani mtu wakati mwingine hata ukipita tu atajua huyu hapa anafanya nini? Ana heshima au hana heshima. Kwa sababu heshima inakuja wakati mwingine, kwanza salamu. Amen. Salamu inaashiria heshima. Ukikutana na mtu, ukikutana na watu, shikamoo. Umeona? Au labda sijui umepanda kwenye daladala, kuna mtu mzima amekaa, wewe umesimama, basi unamwangalia yule mtu, unampisha, unamwambia mtu mzima afanye nini? Akae. Ukifanya kile kitendo, unajua watu wote watakuangalia kwenye daladala. Amen. Watakujua kabisa wewe wa tofauti. Watakujua wewe wa nini? Wa tofauti. Sasa yule ambaye mara nyingine utakuwa umempisha, huwezi kujua moyo wake, yani utashukuruje. Wakati mwingine, yani baraka mtu sio lazima kwambia ubarikiwe. Yani hata yeye mwenyewe asema hakika huyu binti Mungu amuone. Amen. Kwa hiyo yani tujaribu kuheshimu, tusiheshimu tu wapendwa, tusiheshimu kanisani tu, tusiheshimu labda na nyumbani. Tuheshimu hata kwa watu wasio tufahamu. Amen. Tuwe na heshima hata kwa watu wasio tufahamu. Kwa sababu huwezi kujua. Amen. Kwa hiyo wewe unatakiwa kujiheshimu na pia kuwaheshimu na watu wengine. Yaani hili neno ni pana sana, limebeba mambo mengi sana. Kwa sababu kuwa na heshima ni pamoja na kuwa mtulivu na nini. Tutaangalia hivyo vitu mbele. Nyingine, thamani ya binti iko katika msingi upi? Iko katika msingi wa kusaidia majukumu ya kijamii. Amen. Ipo katika msingi wa kusaidia majukumu ya nini? Kijamii. Tumeshakuwa sasa hivi. Amen. Unaweza kukuta jamii inayotuzunguka ina shughuli fulani, labda kuna msiba au kuna kitu, wewe unajitenga pembeni. Wakati unatakiwa uende pale usaidie. Amen. Hata ukiwa shuleni ile nayo ni nini? Ni jamii. Unatakiwa uwe mstari wa mbele, wewe kufanya mambo ili wengine wajifunze kutoka kwako. Mpaka walimu watakuwa wanaweza wakawa nasema, binti fulani bwana, fulani Esther bwana, au Neema bwana, Neema yuko vizuri kwa sababu unafanya nini? Unajituma, unaisaidia jamii, watu walioko pale. Kitu kingine, thamani ya binti ipo kwenye kufanya nini? Kuwasaidia wazazi au walezi. Lazima tuwe msaada kwa wazazi au kwa walezi, tusiwe mzigo. Paulo, lile neno analosema asiyefanya kazi na asile, iko katika Wathesalonike 3. Lile neno Paulo yeye alisema wakati wameenda kuhubiri. Sio walikuwa wanahubiri Injili, wanaenda sehemu mbalimbali kwenye makanisa, wanawatia moyo wale watu waliokoka. Amen. Wanaenda wanasema hao watu wameokoka, lakini tusipowatia nguvu, tusipowatia moyo, wanaweza wakarudi nyuma. Kwa hiyo kina Paulo walikuwa wanaenda, wanawahubiria tena, wanawatia moyo, sisi tuko pamoja na nyie na sisi tunawaombea, amani ya Bwana iwe pamoja nanyi na nini. Lakini ukisoma katika ile Wathesalonike 3 inasema kwamba sisi tulipokuja kwenu hatukuwalemea, ila tulifanya kazi kwa mikono yetu ili tupate nini? Chakula. Amen. Ili wapate chakula. Sema tulipokuja kwenu sisi hatukuwalemea, na maana